the final completion of the prison term, whichever comes first. Mgogoro wa uongozi katika kaunti ya Kiambu sasa umeingia kwenye ulingo wa kisheria baada ya mkazi mmoja kuishtaki serikali akitaka kusitishwa kwa mpango wa kumuondoa mamlakani gavana Kimani Wamatangi. Kesi imewasilishwa kwa dharura katika mahakama ya Kiambu, huku mlalamishi akidai kwamba njama hiyo inanuia pia kumpaka tope gavana huyo Kimani Wamatangi kisiasa. Mwandishi wetu wa Kiambu Kimaku Chege na taarifa kamili. Gavana wa Kiambu Paul Kimani Wamatangi sasa iko mikononi mwa mahakama ya Kiambu baada ya Stephen Mwangi Kimani kuwasilisha kesi ya dharura akitaka kusitishwa kwa mpango wa kumuondoa mamlakani. Katika ombi hilo, Kimani anapinga hatua ya kumuondoa gavana huyo na nafasi yake kuchukuliwa na naibu wake Rosemary Njeri Kirika, akisema mchakato huo umechochewa kisiasa. Watu ambao tumestaki kama Attorney General, mkuu wa sheria wa Jamhuri ya Kenya, pia tumestaki EACC na polisi na DPP, wote tumewastaki ili waweze kusitisha ile mpango walikuwa naye wa kustaki gavana Kimani Wamatangi kwa misingi ya kisiasa. Aidha, Kimani anataja hatua hiyo kama njama ya kurudisha Kiambu nyuma kimaendeleo, akisisitiza kuwa mchakato huo unapaswa kusitishwa hadi ukweli wa madai ya ufisadi dhidi ya gavana Wamatangi ubainike. Na wale wote ambao wanasukia hiyo maneno, hakuna mahali tumeona wakiambia Wajiko ile usukumo wa kufanya Wamatangi wa mstaki. Wamestaki kwa sababu ya nini? Ameimba nini? Kama Wajiko sasa hatujui, tuko katika kuagiza. Lakini tunasikia habari kutokana na wanasiasa ya wasimu wa kisiasa wa Wamatangi wanataka tumia hiyo bill pia ya kumnunua mamlakani ili Kiambu irudi nyuma kimaendeleo kulingana ile kazi amekuwa wakifanyia watu wa Kiambu. Kufikia sasa, hakuna hatua yoyote iliyochukuliwa tangu tume ya maadili na kupambana na ufisadi EACC kumtia mbaroni na kumhoji gavana Wamatangi, hali ambayo kwa mujibu wa Kimani imemfanya kuendesha majukumu yake kwa uoga na wasiwasi. Ila anasema hatua hii ya Kimani inatarajiwa kumpa gavana Wamatangi afueni ya muda. Wamatangi atakuwa ameondolewa, itakuwa afueni kwa sababu hiyo stress ambao atakuwa kufanya kazi kwa stress, kwa sababu atakuwa amepatiwa afueni na mahakama baada ya kusitishwa ili afanye kazi akiwa hana mambo ambayo ana stress au mambo ambayo inamsumbua ambayo unamsumbua. Kama wale wa EACC wamekuja kwake nyumbani kumfahamia, hata familia yake itapata afueni ili waweze kutumikia wana Kiambu. Macho yote sasa yakielekezwa kwa mahakama ya Kiambu, ambapo kesi hii inatarajiwa kusikizwa siku chache zijazo, huku wakazi wa Kiambu wakisubiri kwa hamu kuona iwapo hoja za Kimani zinatosha kumzuia gavana Wamatangi kung'olewa mamlakani. Kimaku Chege, KTN, kaunti ya Kiambu. Ripoti kutoka kwa muungano wa Missing Voices inaonyesha kwamba